Andika ninachosoma. Ongeza imani duniani. Dunia hii tunaishi ikiwa na vitisho vingi. Amen. Dunia hii ina vitisho vingi sana. Ndio. Kuna vitisho vya uchumi, Ndio. Kuna vitisho vya afya, Ndio. Kuna vitisho vya wachawi, Ndio. Kuna vitisho vya kila namna. Amina. Sasa Ndio. utawezaje kushinda dunia hii ukiwa huna imani? Ni ngumu. Ashukuru Yesu. Biblia inasema mbinguni hakitaingia kinyonge. Amen. Asi kama unanielewa sawa sawa. Mbinguni hakitaingia kinyonge. Kinyonge chochote hakitaweza kuingia mbinguni. Sema tena amen. Amina. Sema tena amen. Mbinguni wanaingia watu wenye nguvu. Sio nguvu za kunyanyua vyuma na matofali. Nguvu ya imani. Biblia inasema hao wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme. Ndio. Ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Imani ni nguvu. Amina. Mwambie mwenzako imani ni nguvu. Imani ni nguvu. Mwambie tena imani ni nguvu. Imani ni nguvu. Mwambie kama huna imani, Kama una imani, huna nguvu ya kushinda dunia. huna nguvu ya kushinda duniani. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Unajua watu wengi wanaogopa washirikina, Ndio. wanaogopa watu wanaovaa irizi, lakini kama kuna watu ni wa kuwacheka, kama kuna watu wa kuonea huruma, Ndio. ni mtu anayevaa irizi. Amen. Mtu anayevaa irizi ni mtu ambaye maisha yake yamejaa hofu. Ndio. Kuna watu mpaka kwenye magari wanatembea na irizi. Amen. Kwenye pochi anatembea na irizi. Ndio. Wengine baada ya kuifunga mkanda, Ndio. mkanda wake ni wa irizi. Amen. Kwa sababu dunia hii Ndio. watu wana wasiwasi. Amina. Watu wana hofu. Amen. Wana hofu ya vyeo, Ndio. wana hofu ya maisha, Ndio. wana hofu ya afya zao, Ndio. lakini wale wenye imani Ndio. wataweza kuishinda dunia hii. Sema amen. Amen. Nisome hapa Mathayo Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 20. mstari wa 20. Nisome. Ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Soma. Yesu akawaambia, Ndio. kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Yesu anawaambia kwa sababu ya upungufu. Sema upungufu. Upungufu. Sema upungufu. Upungufu. Kwa sababu ya nini? Ya upungufu. Ya upungufu kunatokea nini? Ya imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa imani. Ndio. Kwa maana amin nawaambia. Amin nawaambia. Kiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa. Utawaambia mlima huu ondoka, uende kule. Uende kule. Nao utaondoka. Nao kule utaondoka. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kweli. Amen. Hakutakuwepo na neno lisilowezekana kweli. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kuna swali nataka nikuulize. Ndio. Halo? Amen. Unafahamu ya kwamba, labda nikuulize swali. Ndio. Maombi au imani na maombi, kitu gani kinatangulia? Nauliza swali. Kati ya imani na maombi au maombi na imani, kipi kinatangulia? Imani. Kwa sababu ni somo la imani. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Ngoja nikusaidie. Kama huna imani, funga kinywa chako na maombi yako ni bure. Amina. Watu wengi wanaenda maombi. Ndio. Na wanapenda maombi. Amen. Na wanapenda kuombewa. Ndio. Lakini hawana imani. Amen. Hilo ndo tatizo. Ndio. Upende maombi, lakini uwe na imani. Amen. Ukiomba pasipo imani, Biblia inasema mtu anayeomba bila imani ni sawasawa na wimbi. Amina. La upepo na upeperushwa kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu hana imani. Ndio.
Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Imani ndio inatangulia. Ndio. Yaani kabla hujaomba lazima uwe mtu unayeamini. Ndio. Kwa mfano, ndio. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Labda mtu ana uvimbe fulani kwenye mwili wake. Amen. Amen. Yaani kabla ya kuombewa wewe mwenyewe lazima uamini kwamba kwa njia ya maombi uvimbe huu ndio unaondoka. Hujaombewa lakini unakuwa na imani ya kuamini kwamba uvimbe huu kwa njia ya maombi utaondoka. Maombi hayatangulii. Watu wengi wanafikiri eti maombi yanatangulia alafu ndo anakuwa na imani. Unatangulia kuwa na imani alafu ndo unaomba. Na ndio maana Biblia inasema Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Biblia inasema yeyote ambaye anahitaji lolote aombe kwa imani. Amen. Yaani huwezi kuomba tu lakini unataka uombe kwa imani. Amina. Imani ndio inayokufanya wewe kupokea. Amen. Imani ndio inakuwezesha wewe kupokea. Amen. Sema tena amen. Amina. Petro alipomuona Yesu anatembea juu ya maji. Petro alipomuona Yesu anatembea juu ya maji. Alitamani, alipenda. Alipenda ile nguvu. Akamwambia Yesu, niamuru, tena alisema vizuri, niamuru na mimi nije juu ya maji. Amina. Yesu akamwambia mbona kuna tatizo, njoo. Petro aliposikia ile sauti ya Yesu, hakuangalia ukubwa wa maji. Hapana. Hakuangalia mawimbi yanavyopiga. Hapana. Hakuangalia yale unajua bahari inakuwa na matuta. Ndio. Yale mawimbi yanakuwa kama matuta makubwa. Ndio. Hakuangalia. Yeye alimtazama Yesu aliyemwambia njoo. Amina. Kwa alipomtazama Yesu, yeye akachukua hatua ya kushusha mguu, alafu akaanza kujikuta anatembea juu ya maji. Amen. Wakati anamtazama Yesu. Lakini kuna wakati akaacha kumtazama Yesu, akaanza kuangalia yale maji. Alafu akaanza kuangalia yale mawimbi. Akasema hivi ni kweli natembea juu ya maji? Yeye anajiuliza sasa, hivi ni kweli natembea juu ya maji? Yeye anasema alipouona upepo. Biblia inasema alipouona upepo. Sema alipouona upepo. Alipouona upepo. Kama wewe zaidi unaona upepo wa nini? Sema alipouona upepo. Alipouona upepo. Sema tena alipouona upepo. Alipouona upepo. Akaanza kufanya nini? Akaanza kuzama. Unaiona imani, unaona upepo. Unaiona imani. Mwambie mwenzako, unaona upepo, unaona imani. Upepo, unaona imani. Unaona upepo, unaona imani. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Alipomwona Yesu alitembea juu ya maji. Amen. Lakini alipoona upepo alizama. Amina. Na alipozama akakumbuka kuna Yesu. Akamwona Yesu tena. Yesu akamwambia, kwa nini umekuwa mwenye imani hapa? Amen. Mara nyingi Yesu alikuwa anauliza watu, kwa nini una imani hapa? Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Imani inaweza kuhamisha mlima. Unajua kwa nini Yesu alisema imani inahamisha mlima? Kwa sababu unajua kuhamisha mlima sio kitu rahisi. Amen. Ndio maana unaona hata wanapotengeneza barabara inabidi tu wauchane mlima. Yaani waupasue tu mlima. Amen. Ili barabara ipite. Amen. Lakini kusema eti unahamisha mlima kabisa panakuwa flat. Ngumu sana. Ndio maana Yesu alitoa akatoa mfano ya kwamba huwezi ukiwa na imani utahamisha milima. Milima ni kitu kigumu sana. Kwa mfano sio ni wizara ya ujenzi au ni nini ikahamisha mlima Meru. Kama mlima Meru tunauhamisha sasa. Unaweza kuhamisha mlima Meru au ukauhamisha mlima Kilimanjaro au Kilimanjaro ukauhamisha. Yesu ndio maana alisema, lakini mkiwa na imani
Mtahamisha milima. Yaani mlima utang'oka. Utaondoka. Mlima ni kitu kigumu. Kwanza kimesha kuzidi. Huwezi kuona hata mbele. Ndio maana ya mlima. Maana ukitazama unaona mlima, huoni mbele. Yaani huoni nyuma ya mlima, unaona mlima. Maana yake Yesu anaposema mtahamisha mlima, maana yake ni kitu ambacho kimeshindikana kabisa na hakiwezekani kabisa kwenye maisha yako. Ndio maana ya mlima. Yaani huwezi kupita kwa maana nyingine. Lakini kupitia imani utapita. Kupitia imani utavuka. Kupitia imani utahamisha ule mlima. Yaani kwa maana nyingine ni bora kama Musa vile alivyotumia fimbo kwa jina la Yesu kuchana bahari kuliko kuhamisha milima. Yesu alituonyesha kwamba tunaweza kufanya jambo kubwa zaidi ambalo wanadamu lilishindikana, na lenyewe ni kuhamisha milima. Sema tena amen. Ninaamuru kila mlima kwenye maisha yako upate kuhamisha kwa jina. Ujapokea, nasema kila mlima kwenye maisha yako upate kuondoka kwa jina la Yesu. Kama magonjwa ni mlima kwako, ninamuondoa kwa jina la Yesu. Kama kutokupokea mimba ni mlima kwako, ninaung'oa kwa jina la Yesu. Kama kutokupata kazi ni mlima kwako, ninauondoa mlima kwa jina la Yesu. Kila jambo lililo gumu kwenye maisha yako kama mlima linaweza likaondoka kwa njia ya imani. Unaamini hilo hitaji lako linawezekana kwa jina la Yesu? Unaamini inawezekana kwa njia ya maombi? Unaamini? Hilo hitaji lako ambalo kama mlima unaamini Yesu anaweza? Unaamini Yesu anatenda? Watu wengi hawana imani. Ila wana imani ya ATM. Ukitaka kujua hilo, angalia watu wanapokuwa wagonjwa. Tena nikufundisha kitu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kuna watu wengine wanasema wana imani kwa sababu hana hela kwenye account. Ndio nataka nikwambie sasa. Kuna mtu anaweza kusema ana imani kwa sababu hana hela kwenye account. Hana hela. Kwa hiyo ina maana hata akitaka kwenda hospitali hana hela. Kwa anasema tu bwana naamini, lakini sio kwamba anaamini, hana hela. Angekuwa na hela angeenda India. Angekuwa na hela angeenda kutafuta daktari bingwa. Na ndio maana chunguza vizuri. Chunguza vizuri. Mara nyingi sana. Sio mara zote, lakini mara nyingi sana. Chunguza vizuri. Paka ufikia tu unaona mtu anaenda maombi, labda ni mgonjwa, anaenda maombi. Yaani hapo imeisha, hela imefanya. Kama ni biashara zimeshakufa, kila kitu, sasa ndo anasema ngoja nijaribu nini? Maombi. Lakini mtu akiwa na hela ATM, ana hela mfukoni, hawezi kusema ana imani. Atajaribu kwa pesa yake. Akisikia kuna mganga mahali fulani ataenda. Akisikia kuna daktari bingwa ataenda. Mpaka amalize. Mpaka ishe. Sema tena amen. Ndio maana wakati mwingine mimi najiuliza swali moja. Kwa nini hivi ni lazima mpaka umtumikie Yesu wakati umechoka? Mtumikie Yesu wakati umenona. Mwambie mwenzako mtumikie Yesu wakati umenona. Mtumikie Yesu wakati umenona. Usimtumikie Yesu wakati umechoka. Tumikie Yesu wakati umenona. Tumikie Yesu wakati zipo. Onyesha imani wakati hela ipo kwenye akaunti, lakini unaamini maombi. Lakini unategemea maombi. Lakini unajua Yesu anaweza. Sema tena amen. Pesa haiwezi kukupa uzima. Pesa haiwezi kukupa nini? Uzima. Mashine ya kupumulia haiwezi kukupa uzima. Lakini ukiwa na imani ya Yesu, Yesu ni uzima kwako. Nasema Yesu ni uzima kwako. Yesu ataiona imani duniani. Duniani ndio tunatakiwa kuonyesha imani. Mbinguni hakuna imani, tumeshashinda imani. Mbinguni ni kushangilia tu na kurukaruka na kucheza na malaika na vinginevyo. Lakini duniani ndipo ambapo Yesu anahitaji aone imani yako. Jaribu la kwanza. Jaribu la kwanza la mwanadamu ni maisha yake. Hilo la kwanza. Unafahamu hilo?
Jaribu la kwanza la mwanadamu ni maisha yake. Amen. Yale maisha anayoishi ndio yeye aamue kushinda ama kupitia maisha. Kuna watu wengi, Bwana, sio kwamba sijapenda kuokoka, si kwamba simpendi Yesu, lakini sasa maisha nini? Maisha. Sasa mimi nikuulize swali, imani na maisha vinaingilianaje? Haviingiliani. Una maisha, imani kwa pale pale. Ndio. Sasa unaposema maisha tu Bwana ndio ananifanya niwe hivi, majaribu tu, si kweli. Imani inajitegemea kama imani. Amen. Sema tena amen. Amina. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Ndio maana kuna wakati mwingine mshukuru Yesu kwa jaribu unalopitia. Amen. Japo Yesu alisema ombeni msiingie kwenye majaribu. Ndio. Ni sahihi kabisa. Amen. Na wewe omba usiingie kwenye majaribu. Lakini Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Imani yako hujaribiwa katika majaribu. Amen. Hata kama unapitia magumu gani, ndio, ilinde imani yako. Amen. Itetee imani yako. Amen. Ilinde imani, ndio, itetee imani. Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kuna mambo mengi sana, ndio, ambayo nimeona kwa macho yangu, ndio, yanafanyika kwa imani. Amen. Na ngoja nikusaidie. Ndio. Yesu katika kila eneo, ndio, Yesu akishagundua unatumia akili yako, ndio, anakuacha. Amen. Kwenye kila eneo. Amina. Iwe kwenye huduma, iwe wapi, kila mahali. Ndio. Kila mahali, iwe kwenye ndoa, iwe wapi. Yaani Yesu akishajua unatumia akili, ndio, hutumii imani. Ndio. Maana imani inaendana na nguvu ya maombi. Ndio. Hutumii imani. Ndio. Anakuacha. Amen. Mpaka akili ishe. Akili kishaisha tu, ukirudi kwenye imani ndo anaanza kukutendea. Amina. Hujasema amen wewe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Semeni wote kwa sauti kama mnajua chanzo cha imani. Imani chanzo chake nini? Ni kusikia. Ni kusikia. Imani chanzo chake ni kufanya nini? Ni kusikia. Hongera unakuja madhabahuni kusikia. Imani yako imeongezeka. Nasema imani yako imeongezeka. Acha wakucheke wewe kila siku maombi, wakucheke wewe kila siku ni kanisani tu. Mwambie niache, imani yangu inakuja kwa kusikia. Na kusikia ni kupitia neno la Kristo. Imani haiwezi kuja hivi hivi. Huwezi kuwa chumbani kwako eti unapata imani. Unapatia wapi imani? Halo? Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unapokuja madhabahuni imani yako inaongezeka. Imani yako inaongezeka. Imani yako inaongezeka. Sema tena amen. Sema tena amen. Kwa mtu mmoja leo amenipigia simu. Ndio. Kwa ajili ya mke wake. Ndio. Mume wake kanipigia simu. Ndio. Akaniambia muombe fulani. Ndio. Nini hali yake mbaya? Ndio. Anaishiwa nguvu. Ndio. Mwili umeisha nguvu. Ndio. Miguu inalegea. Ndio. Kifua kinabana. Ndio. Anakosa pumzi. Ndio. Anapoteza. Ana dalili zote kama za kuanza kupoteza ufahamu. Ndio. Akanipigia simu. Ndio. Nikamwambia, unaamini Yesu anaweza? Akaniambia, ninajua Yesu anaweza kuhani. Ndio maana nimekupigia simu. Nikamwambia sawa, mpe simu mke wako. Ndio. Weka mkono. Ni leo, sizungumzi jana, leo. Leo hii mchana, leo hii mchana. Ndio. Nikamwambia weka mkono kifuani. Nikaomba, nikakemea hiyo hali. Nikamwambia kwa jina la Yesu ninaamuru wewe mzima. Ndio. Sasa niliposema amen, nikasema mume wake akampokonya simu. Nikamwambia nini?
Anasema imebadilika. Hadi macho yamefunguka sawa sawa. Na ile hali imeachia. Sema amen. Watu wengi wanakufa kwa kukosa imani. Ndio. Huo ndio ukweli. Ndio. Wanakufa kwa kukosa imani. Hawana imani. Ndio. Imani ni kitu cha kipekee sana. Yesu alisema maneno haya. Ndio. Na nashukuru hata rais alisema. Ndio. Uwe unafuatilia na uwe unajua. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Alisema? Ndio. So yeye alisema ndo neno linavyosema. Ndio. Atakaye kuiokoa roho yake. Ndio. Ataipoteza. Na atakaye iangamiza roho yake ataipoteza. Unaiangamiza. Niseme kidogo. Ndio. Unaiangamiza. Hakuna. Amen. Huo ni mtoa ni mfano. Ndio. Yaani hapo ndio. Ni kama unataka kuiangamiza roho. Lakini uiangamizi roho, unaiponya roho yako. Yesu. Kwa sababu unajua Yesu anaweza. Mitume wakamwambia Bwana Yesu, tuongezeni imani. Ilifika mahali mitume wa Yesu walikosa imani. Amen. Imani yao ilitetereka. Ndio. Sema amen. Amen. Imani ilifanya nini? Ilitetereka. Walikosa imani. Inaonekana walikuwa na sababu zao za msingi kukosa nini? Imani. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu aliwaambia nini? Endelea kusoma. Endelea kusoma haraka. Mstari wa 6. Anasema Bwana Yesu akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu. Subiri. Wangapi washaionanga chembe ya haradali? Chembe ya haradali. Rose, unaifahamu chembe ya haradali? Ikoje? Yaani kidogo sana, yaani size yake kama kijua kidogo sana kama kimchanga tu fuko hiyo. Kama kimchanga, kidogo kipunje. Ni kidogo sana. Hata kutoka hapo chini huwezi kuona. Kiondoka chini huwezi kuona. Labda kama uangalia kwa makini sana huwezi kuona kwa urahisi. Hivi jamani, hebu tuanze kujiuliza. Mwambie mwenzako, wewe una imani punje ya haradali? Huu ni mfano wa nini? Wa madini. Madini. Madini kanawezekana kakaa kapunje kadogo tu hivi. Kakawa shilingi ngapi sijui. Ana uzoefu wa madini. Kanaweza kakaa kadogo tu kama milioni 10. Kadogo. Sasa punje ya haradali ni zaidi ya madini. Yaani ukiwa na kapunje ka haradali, ndio. Yaani unahamisha milima. Sasa ukiwa na imani kama jiwe, unahamisha nini? Unahamisha dunia. Ase unahamisha TB, unahamisha kansa, unahamisha kifua kikuu, unahamisha kichaa, unahamisha uenda wazimu, unahamisha kila kitu. Sema amen. Unajua ngoja nikusaidie. Watu wanatafuta sana maisha. Tafuta imani. Utafute sawa maisha, lakini tafute imani sana. Amen. Dunia hii kama una imani ni chakula cha wageni. Amen. Dunia hii kama una imani, lolote linalokuja duniani linakusomba. Amen. Kwa kukosa imani tu. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hebu endelea kumalizia. Malizia kusoma punje ya haradali. Anasema kama punje ya haradali. Mngeuambia mkuyu huu. Mkiwaambia mkuyu huu. Mkuyu huu. Ng'oka ukapandwe baharini. Unafahamu mkuyu? Amen. Mkuyu kwanza ni mti mfupi. Ndio. Alafu una mizizi. Yaani mkuyu una mizizi kweli kweli. Ndio. Lakini ukiwa na punje unaambia mkuyu ng'oka, unang'oka unaenda baharini. Nao ungewatii. Endelea. Amen. Endelea kusoma. Mstari wa 7. Endelea. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe atakayemwambia mara ulipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, hata mwambia
nifanyie tayari chakula, nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa. Endelea. Je, atampa asante yule mtumwa? Atampa asante kwa sababu ameyafanya yaliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa. Mkishakwisha kuyafanya yote mlioagiza, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida. Sisi tu watumwa wasio na faida. Tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Amen. Umeelewa kwa nini mitume walisema waongezewe imani? Ndio. Walichoka na huduma. Ndio. Walikutana na magumu. Ndio. Alafu labda kuna kipindi walikuwa na majukumu ya kifamilia. Ndio. Wanashindwa kuyatimiza. Ndio. Kwa hiyo ilifika mahali badala ya kunyosha sentensi wanamwambia Yesu kimafumbo. Ndio. Tuongezee imani Yesu. Sasa Yesu anawajua akili zao. Kajua jamaa wameona kwamba huduma labda hakuna faida. Kwa hiyo sasa hawanyooshi, wanapinda. Yesu tuongezee imani. Kumbe hawanyooshi kwa Bwana labda huku shekeli au nini au malipo au mshahara labda hauna. Walipindisha, lakini Yesu akawanyoshea. Akawaambia. Yaani kwa maana nyingine hao mitume walikuwa wanataka kulipwa na Yesu. Amen. Yaani wakati wanamtumikia, maana walikuwa wanatumika chini ya Yesu. Ndio. Kwa hiyo wakataka labda Yesu awalipe. Ndio. Umeelewa sawa sawa? Amen. Kwa hiyo ilifika mahali walishindwa. Ndio. Alafu akampa Yesu fumbo. Ndio. Tuongezee imani. Amen. Tuongezee imani. Ndio. Yesu akajua akili zao. Ndio. Akawaambia, hivi yule mtu anayelima au anakatia ng'ombe majani, akishafanya kazi yake, nani anampongeza? Nani anampongeza? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kuna kitu nataka nichomekee hapa kidogo. Ndio. Halo? Amen. Nimeangalia klipu fulani. Ndio ukitaka kujua wanadamu huwa hawaoni mazuri. Ndio. Wanaona tu yale ya kukosoa. Ndio. Mazuri wafanye? Hawayaoni. Ndio. Hawayaoni. Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Takupa mfano mzuri wa rais wetu. Ndio. Kila akisimama kwenye kanisa anazungumzia juu ya watu kutopungukiwa imani. Amen. 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 Na kuambia mambo mazuri juu ya kuweza kuwa na imani na kumtegemea Yesu katika maombi. Ndio. Amen. 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 Wengine nasema sasa huyu rais anaingia tu anaanza kuhutubia. Kwani yeye ni mchungaji? Kwani yeye ni nani? Halo. Amen. Halo. Amen. Lakini yale mazuri hawajui. Ndio. Mbona anaingianga anatoa milioni 7, milioni 5 kwa ajili ya kanisa, sasa ingine anabeba na chombo cha sadaka anakusanya kwa ajili ya watu kujenga ufalme. Hilo alisemi. Wanadamu wanatafuta jambo baya ili wakosoe, lakini yale mazuri hawataki kuyatukuza na kuyainua. Lazima katika maisha yako ujifunze kumtumikia Yesu. Toa mali zako, toa vitu vyako vya thamani, mtumikie Yesu. Hii dunia watu wameacha kumtumikia Yesu. Wameacha kutoa mali zao kwa ajili ya ufalme wa Yesu. Na hili ndio tatizo kubwa sana. Leo hii mtu akiambiwa ugonjwa ni milioni 10 atatoa. Leo mtu akiambiwa ugonjwa ukasafiri mpaka wapi ukatibiwe ataenda. Amen. Lakini leo hii watu hawako tayari kumtumikia Yesu. Biblia inasema kitabu cha Kutoka 23 mpaka 24 na kuendelea ya kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Yesu naye atakuondolea magonjwa yote kwa jina. Kumtumikia Yesu kutakuondoa katika magonjwa. Anasema naye atabarikia maji yako na chakula chako. Hata kama maji yana typhoid hautapata typhoid. Hata kama chakula kina cholesterol, kina mafuta mabaya, hautaathirika. Amina. Nataka nikuombee imani yako iongezeke. Amen. Uko tayari imani yako iongezeke? Simama hapo ulipo. Sisikii sauti. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo hii
imani yangu isitindike, imani yangu isiishe. Bwana Yesu, ninapokea imani zaidi ya punje ya haradali. Maana neno lako linasema tunatoka imani hata imani. Bwana Yesu, niongeze katika imani, niongeze katika imani katika dunia hii. Yesu unapotazama dunia, Yesu unapotazama dunia, uione imani yangu, uione imani yangu, imani yangu isitetereke, isianguke, isirudi nyuma, isivunjike moyo. Bwana Yesu, sitaogopa vitisho vya wanadamu, vitisho vya maneno. Ninasimama katika madhabahu ya uzima na amani. Kuanzia sasa ninapokea ushindi wote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuamini katika kila eneo ya maisha yangu ya kwamba hata hitaji langu hili ninaloliona kama mlima ninakwenda kuhamishwa, ninakwenda kuondolewa, ninakwenda kuhamishwa, ninakwenda kuondolewa kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninahamisha sasa, kwanza kuhamisha milima ya magonjwa, milima ya madeni. Inawezekana una madeni pia, unaona haya madeni ni kama mlima. Nasema hamisha wakati huu, hamisha wakati huu. Inawezekana unajaribu katika ndoa, kwenye ndoa yako kama kuna mlima, hamisha ile jaribu kwenye ndoa yako kama mlima, hamisha kabisa. Nasema ndoa sione kama na ndoa, nasema hamisha kabisa. Kuhamisha milima ni maombi ya kuhamisha mkuyu. Lazima uondoe chochote kigumu, hata kama kuna watu wanasema maisha ni magumu. Nasema maisha sio magumu, maisha sio magumu. Wengine wanasema hakuna hela, hela ipo kwa jina la Yesu. Ninahamisha kila jambo gumu katika maisha yako, lihamisha sasa. Mambo Yesu kwa imani, ninahamisha milima, ninahamisha mambo magumu yote, yanaondoka sasa. Yesu tawala, ninahamisha kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Hamisha kila kilicho kigumu katika maisha yako, katika uchumi wako, katika kazi yako, katika ndoa yako, kila kilicho kigumu hamisha wakati huu. Yesu anahamisha. Hamisha hayo maumivu, hamisha hayo mateso, hamisha hayo magumu yoyote yale yanayofuatilia katika maisha yako. Ninasema hamisha sasa. Kwanza sasa ninahamisha hiyo kansa kwako, hiyo iondoke kwa jina la Yesu. Ninahamisha mateso kwenye maisha yako, ninahamisha jambo hilo gumu, ninahamisha magonjwa ya kupumua yasiwepo kwako kwa jina la Yesu. Ninakutamkia kuanzia sasa, pumua bila mashine kuanzia sasa. Hakuna kuzuia wewe pumzi. Ninakutamkia kwa jina la Yesu, kila jambo hilo gumu ninalihamisha, ninalihamisha kwa jina la Yesu. Hamisha, ninahamisha, 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 ninahamisha. Wachawi waliokuloga ninawahamisha, magumu waliokuwekea ninayahamisha. Huo uvimbe kwenye kizazi ninauhamisha kwa jina la Yesu. Ninahamisha hayo maumivu ya kifua, ninayahamisha kwako kwa jina la Yesu Kristo. Ninayatoa sasa, ninayatoa